Hujambo, hizi ni habari ambazo tunakusogezea kwa siku ya leo. Ndani ya tarafa ya Uvira kumeripotiwa mapigano makali katika vijiji mbalimbali kama vile Sange, Runingu na Plaine ya Ruzizi. Kumetokea mapigano makali kati ya waasi wa M23 na vikosi vya wazalendo wanaoshirikiana na serikali ya Kongo FARDC. Na pia tutaelekea huko Masisi ambako ndani ya kijiji cha Malemo kilichoko Kivu Kaskazini kilikuwa kinaripotiwa kuwa ndani ya mikono ya wazalendo katika siku chache zilizopita, lakini kwa siku ya leo imesemekana kuwa wazalendo wameweza kujiondoa wenyewe. Pia tutakuwa ndani ya Ituri ambako waasi wa ADF waliweza kufanya mauaji makali na kuweza kuwaua takriban watu 10 na hivyo wakaweza kuendelea na safari zao. Hizo ni habari za siku ya leo, kwa hiyo endelea kuwa nasi ili kupata ufafanuzi zaidi. Ndani ya Ruzizi ambako vita inaendelea kuripotiwa asubuhi ya siku ya leo, na tutaweza kufuatilia namna gani mapigano hayo yanaendelea kwenye uwanja wa vita. Kwa mujibu wa mashuhuda, mapigano hayo yalihusisha jeshi la serikali la FARDC na ambalo linashirikiana na wazalendo dhidi ya waasi wa M23. Mapigano hayo yameripotiwa katika maeneo ya Sange hadi Biriba, Kabunambo na Kiamate. Milipuko ya risasi nzito na silaha nyepesi ziliendelea kusikika katika tambarare na maeneo ya Plaine de Ruzizi hadi maeneo ya Kiliba na karibu na Bujumbura nchini Burundi. Taarifa zinaeleza kuwa waasi wa M23 wamedai kupata msaada kutoka kwa wanajeshi wa Rwanda, na madai yao yamezusha mvutano mkubwa, na hiyo inafanya vita hiyo iendelee kupiganwa. Hadi sasa hatujapata taarifa rasmi kuhusu watu ambao waliweza kujeruhiwa au waliopoteza maisha kutokana na vita hivyo. Hiyo ni msongamano ya vita ambayo imefanyika huko Sange, Kiliba, Kabunambo na eneo zingine za Uvira. Tuhamie basi upande wa pili ndani ya Ituri ambako waasi wa Allied Democratic Forces ADF wamevamia kijiji cha Bebaisua kilichopo karibu na Badengoido ndani ya eneo la Mombasa Jumatatu ya tarehe 16 Machi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, takriban raia 10 wameweza kupoteza maisha kutokana na shambulizi hilo, huku miili yao ikionekana wazi asubuhi iliyofuata. Washambuliaji pia walichoma moto nyumba nyingi pamoja na magari na kusababisha uharibifu mkubwa ndani ya miji hayo. Mashuhuda wengine wanasema kuwa kijiji hicho kimeharibika vibaya sana. Picha ambazo zinaonekana ni za kusikitisha, zinaonyesha miili ya watu waliouawa ikiwa wametapakaa ardhini. Mashambulio hayo hayakuwa tu yanalenga wakaaji wa migini hiyo, lakini pia yaliweza kuwalenga wale ambao walikuwa wakichunga hifadhi ya Okapi. Walikuwa wanachunga eneo ambako Okapi zinawekwa, ambako baadhi yao walilazimika kukimbilia ndani ya msitu baada tu ya kukabiliwa na mapigano hayo na mashambulizi. Mashirika ya kiraia yameeleza kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na jinsi walinzi hao hawajaonekana na bado haijulikana mahali ambako walienda, na pia vifo vya watu bado havijabanika vizuri sana. Wakati huo New Congolese Civil Society imetoa wito kwa mamlaka kuimarisha operations za kijeshi za pamoja kati ya jeshi la Kongo FARDC na jeshi la Uganda UPDF ili kuweza kurudisha hali ya usalama ndani ya maeneo kama Mombasa na nafasi zingine. Katika siku za karibuni tu, kundi hilo la waasi wa ADF limekuwa likifanya mashambulizi ya hivi hapa na hapa, na hivyo kuweza kufanya usalama kuwa mdogo, na imeripotiwa kuwa katika siku zilizopita tu hapa karibuni waliweza kufanya mashambulizi kwenye uchimbaji wa madini ya dhahabu ya Mchacha na Mavuvu iliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 17. Eneo hilo limekuwa linakumbwa na hali hiyo, na hali hiyo inafanya hali ya kiuchumi iweze kuzorota katika migini hiyo. Hizo zilikuwa ni habari kutoka katika eneo hizo mbalimbali, na hivyo tutaweza kukupatia habari zingine zifuatazo ikiwa tutaweza kuzipata. Kwa hiyo ili uweze kuzipata kwa muda unaofaa, basi jaribu kuweza kushare, kusubscribe na kucomment ili uweze kuwa karibu nasi kwa muda wote ambazo tutakusogezea habari hizo.
Tugeukie basi ngambo ya Kivu Kaskazini ambako imeripotiwa kuwa wazalendo waliweza kukiacha kijiji cha Malemo ambacho walikuwa wakidhibiti kwa siku tatu tu kutoka tariki 14 hadi siku ya leo, lakini imesemekana kuwa leo hii wameanza amua kujiondoa wenyewe ndani ya mji huo, na hiyo ilipatia nafasi waasi wa M23 kuweza kukamata kijiji hicho. Ni kusema kwa kifupi, kijiji cha Malemo ambacho kinapatikana ndani ya Masisi kimeweza kuwa ndani ya mikono ya waasi wa M23 bila mapigano yoyote. Na kwa sasa maswali yanazidi kuibuka, ni kwa nini wazalendo waliweza kujiondoa ndani ya kijiji hicho? Bado jibu halijapatikana, lakini kwa sasa kijiji hicho kinathibitiwa tena na waasi wa M23 kuanzia leo hii. Sasa wakaaji ndani ya mji huu wanaendelea kuwa na wasiwasi kwa kuona kuwa hii inawezekana tena mapigano makali yaweze kuripotiwa wakati wazalendo wataweza kujirudisha ndani ya mji huo. Hiyo ni hali ya wasiwasi ambayo wakaaji wanaendelea kuwa nayo. Hizo zilikuwa ni habari zetu za siku ya leo.